Karibu tena ndani ya Media Goma TV, ndani ya Media Bukavu TV, sehemu pekee utapata habari zenye uhakika. Kwa majina ni mwanahabari ripota Nelson. Katika muda wetu wa habari huyu wa jioni wa leo, tuna habari mengi ya kuwatangazia katika mada ya leo, na kabla nianzishe habari zangu kwa majina na kuniona katika maeneo haya, tayari unajua ni sehemu nimekuja kuletea habari mengi zaidi inaonekana katika ndani ya uwanja wenye mapigano kati ya jamhuri wanajeshi wa serikali wa FARDC pamoja na wahasi wa M23 pamoja na wahasi wengine wa ADF kutokea Beni, Ituri. Kwa sasa jambo ni mengi zaidi katika vipindi hivi. Mnajua tukisema wahasi, watu wengi tunajua wahasi ni M23, lakini kumbuka wahasi wenye wako katika eneo ya Kongo kwa sasa umeendelea kuwa wengi zaidi. Katika wahasi tunazungumzia mara kwa mara ni jeshi la M23 M23, lakini kumbuka kuna wahasi wengine wanaonekana katika maeneo tofauti ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu wale hawajajulikana sana, kwa sababu hao hawana mazingira na hawana mpango wote wa kupindua kiserikali inayomilikiwa na rais wa Jamhuri wa Demokrasia ya Kongo. Lakini wahasi kutokea upande wa Beni, munaona nao wanaitwa ADF, wanaendelea kuua watu sana na kuwakatakata kama kuwakatakata kama punda na kuwakatakata kama manyama. Hata nyama za porini hazikatwe hivyo gisi binadamu vinavyokatwa kwa sasa. Binadamu kwa sasa havina samani katika maeneo mengi mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu wahasi wanachukulia watu kwa sasa kama tayari wamekuwa hata nyama. Hata nyama kwa sasa, samani ya nyama kwa sasa eri nyama tena kiwawa inakuliwa, lakini mwanadamu anachinjwa kama nyama, anakuja anapelekwa kwenye, anaoziwa juu ya milima, anaoziwa juu ya porini. Mandege za hanga zinakuja mara moja, zinaanza kuwadondoa wote, vidudu vimemea mpaka porini, zimekuwa minyofu za watu tu wanaofariki katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Haya yote tunakuja kuyazungumzia kwenye kipindi hichi cha jioni cha leo. Lakini katika eneo zingine, eneo ya East Africa, eneo ya North Kivu na eneo ya Sud Kivu, wanajeshi wa M23 kwa sasa katika habari hizi zinavyoonekana na kuja kuwachambulia kutokea upande wa Masisi na upande wa Ruchuru, na habari mengine kutokea Kalehe, na habari zingine kutokea upande ya Walikale na kutoka pande ndani ya Nyiragongo mara kwa moja, na habari zinavyotokea upande wa Minembwe tuko na habari mengi Kageregere, katika eneo ya Bijombo, eneo ya Kalenge na eneo zinaoitwa Kimete, na vijiji vingine vilikuwa vimezingatiwa na M23. Kwa sasa kuna mambo imepatikana leo tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kwa sasa hili tufungue kurasa zetu mara moja, sitaki kuwatosha mashabiki zangu. Nitaanzisha habari yangu mara kwa moja. Kwanza habari zangu inabidi yanze mara moja kuwapeleka katika eneo ya uko ndani ya Beni. Beni mashambulizi imeendelea kuwaka zaidi, na mashambulizi inaonekana katika maeneo ya Beni. Nikumbuka wanaoshambuliana na wanaokuja kushambulia watu ni jeshi la ADF. ADF haipambane na serikali ya Kongo. ADF inapambana na wakahaji. ADF haina, kwa kweli hili ndio nataka kuja kuzungumzia kwa sasa. Kwa sasa ili jambo mwelewe, kuna kitendo kimepitikana katika maeneo ya Sud Kivu huko milimani ya kuelekea Minembwe. Wanajeshi wa wazalendo wamechukua mtu mmoja wakapeleka katika porini, wakaanza kumuomba kuita familia yake wamakabidhi fedha ili wamwachilie. Yaani wamejifunza wale wanajeshi wa wazalendo wamoja. Nataka hili tukanye vitu mapema, kwa sababu wanajeshi wa ADF ndio wako na tabia zile za uporaji, za uaji katika maeneo ya Ituri, Beni. Mara moja Uvira nako imefika kipindi hicho. Uvira nacho kimefika. Wanajeshi walichukua kabila umoja wa Mnyamlenge. Hili turejeshe kwa habari mashabiki zangu, na tuelewe kwa sasa kuna jambo lenyewe linaendelea kutekelezwa lakini halizungumziwe. Kuna wanajeshi wa wazalendo, niliwaeleza katika habari nyingine,
Kuna wanajeshi wengine wazalendo walipata wamama wawili wa kabila wa Nyamulenge wakienda kushota maji katika porini. Mara moja wakawachukua, wakawakabidhi, wakawaambia wapeane fedha ili wawachilie. Wale wamama waliwaambia hawana chochote, wakawaambia wapige simu, lakini wamama hawakuwa na mtandao. Baadaye kenye kiliwatokea niliwatangazia. Nataka tena hili tena kitendo kimepitikana tena huko mashariki ya Sud Kivu. Kwa sasa kuna kabila baba mmoja ameshikwa mateka na jeshi la wazalendo, wamepeleka katika porini na kuanza kuita familia yake ikabidhi fedha ili arejee. Sasa hili haitakuwa ungwana kama tayari wazalendo tulisema tayari wazalendo hamuna ubaguzi na wana kabila yoyote. Kumbuka wanajeshi FARDC, jeshi la Burundi, jeshi la Aibu avec Serpent Noir, nyinyi ni wakombozi na mnasema nyinyi population hakuna tatizo nayo. Kwa sababu gani? Ili tatizo la kuanza kushika watu mwapeleke katika porini, muanze kuwanyanyasa na kuanza kuwatumia bila kuwa na fedha, hili mauaji mara moja itaanza. Na kwa sababu fedha ikianza kupeana, sasa itakuwa hii inakuwa cherche l'argent la. Hii itakuwa operation ya kuanza kutafuta watu wawapeleke katika porini. Sasa hili litakuwa ni jambo lenye litaanza kuleta uchumi, litaleta mabadiliko mengine. Hakutakuwa tofauti ya ADF Beni na ADF upande wa Sud Kivu. Na itaonekana tayari wale watu walikatwa vichwa Uvira. Hili munielewe vizuri. Wale watu walikatwa vichwa Uvira, mnakumbuka mwezi wa 5. Ilikuwa mwezi wa 5 ama mwezi wa 6. Mnakumbuka watu wawili, mtu wa kwanza alionekana leo, mwingine akaonekana kesho. Wanakatwa vichwa, mwili njoo pekee, vichwa hakuna. Hili litaonekana kama watu wenye wanaanza kuomba watu fedha. Tayari itakuwa ni ADF imefika huko. ADF wa wazalendo. Hili litakuwa sasa itaonekana hata wale wenye wako Beni ni wazalendo. Mashabiki zangu, tumeingia katika habari haya kwa sababu vitu vyenye vinaendelea kupitikana inabidi tuvikanye mara moja kwenye pitia media. Kwa sababu tusione vitu tunyamazie, kwa sababu wenzetu ndio wametenda hichi. Sio ungwana. Na kwa kweli sio habari ile halisi. Kama ni jeshi, hata jeshi lipambane, sio kwa kwenda kwa wakaaji. Hata wanajeshi M23 mkiingilia katika sehemu ya raia population kuwaminance, mara moja mtakuwa mumevuka mipaka yenye haistahili. Litakuwa ni jambo ile moja inaitwa nini? Violence. Mnaendelea kuviole haki ya binadamu, mnaendelea kuviole meme population avec wazalendo. Vous ne pouvez pas aller violer prendre la raia mwanze kuwaomba fedha kwa sababu ya mafaa yenyu, lakini mtakumbuka hili ni jambo la kuharibu nchi mara kwa moja. Hili tuingie kwenye kipindi chenye kimepikana katika habari za leo. Tunakuja kuwapeleka tangu asubuhi saa 11. Asubuhi saa 11 jeshi la wazalendo walivamia M23. Munisikilize vizuri. Asubuhi mapema jeshi wa wazalendo walivamia M23, ilikuwa ni saa 11 na dakika 45. Leo tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Katika eneo inaitwa Kabanju. Kumbuka Kabanju ilikuwa inamilikiwa na waasi M23. Na wakashambulia katika eneo inaitwa Lulenge, Milimba, Nyabibuye, eneo ya hizo eneo na kueletea mara moja. Jeshi wa wazalendo walivamia waasi katika eneo ya Kabanju, Lulenge, Milimba, Nyabibuye. Hizi ni eneo. Wanajeshi hao wa FARDC na wazalendo ili waingie katika maeneo haya walitokea katika eneo ya Rugezi, wakapanda majuu kuelekea mara moja Kageregere. Na kumbuka Kageregere jana kulikuwa vita sana. Gisi M23 waliendelea kuavanse ili waingie katika eneo ya Bijojo. Walijaribu kuingia eneo ya Bijojo wakatandikwa. Wakajaribu kuingia katika eneo inayoitwa Kashongo wakatandikwa. Mara moja wanajeshi wa wazalendo wakaamua sasa nao kufanya debordement, wakuja kuvamia M23 na tuigwaneo katika eneo ya Kajombo, eneo ya Kabanju, Lulenge, Milimba, Nyabibuye.
Hizi ni maeneo kwenye mtuto wa risasi umelia tangu asubuhi saa 11. Wanajeshi wa wazalendo FARDC waliamuka asubuhi zaidi kuwatake mpaka kwa kweli mapambano haya jinsi tunavyozungumza, mtu asije kuambia tayari kuna wale M23 wangali katika maeneo haya ama FARDC wangali hapa. Kwa sasa mtuto wenye risasi umeendelea sana. Hatujajua confirmation ya la guerre, vita imeendelea vipi na imeisha vipi. Vita tu ingali kwa sababu masasi ngai inalia. Lakini itakuja kupata confirmation kwa habari ya asubuhi kuambia kwa sasa wanajeshi wa wazalendo wamefaulu kuchukua eneo ya Bijon, eneo ya Kabanju, Lulenge, Milimba, Nyabibuye. Itawezekana ama vipi? Kwa sababu kama FARDC wamezingira hizo tayari watakuwa wamefanya kitu kubwa zaidi, kwa sababu kupitia bombardement ilikuwa leo ilikuwa ni hatari sana. Eneo ya Nord Kivu mashambulizi nako huko inaendelea kuwaka moto. Hii nimekutakia mashabiki zangu, eneo zinaende upande wa Nord Kivu, vita imeendelea kuwa sana mpaka wakahaji kwa sasa wameanza kuomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa sasa, kama hili vita liishe, heri basi waache wamoja wamiliki maeneo, kwa sababu raia population wameteseka mpaka kwa sasa, wamekosa njia, awalimi chakula hawapati, maeneo ya vituo zimeharibika kuhusu mgogoro wa vita, wagonjwa wanagonjwa ugonjwa na kushindwa gisi ya kuwatransfera katika mahospitali kwa sababu ya jambo lenye mtuto lenye vita. Ituri, Beni niliwatangazia kuambia eneo inaitwa Nizi kumefunguliwa kituo kubwa zaidi cha ugonjwa wa Ebola, kwa sababu ugonjwa wa Ebola unaendelea kusambaa katika maeneo mengi zaidi ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na nikawatangazia kusema Rais Felix Tshisekedi ameendelea kufanya usafiraji katika maprovince ya Kongo zimoja za uko este. Sasa alikuwa katika maeneo ya Kamina, aliingia Lubumbashi, na mpango wake niliwaambia mara moja inabidi aingie eneo ya Kalemi na eneo ya Kisangani, kwa sababu kuangalia kwa sasa ili jambo na kuangalia vituo vya wanajeshi vinaendelea vipi, na mara moja ili ndio msafiraji rais ameendelea kufanya katika maeneo zingine. Niliwatangazia hizi habari, kuna wengine walianza kuongea upumbavu nini. Niliwaambia mashabiki zangu, Media Goma TV sisi tunatangaza habari zenye tunajua asubuhi kutakuwa hichi. Hatutangaze habari kwa sababu wewe umetuambia. Tunatangaza habari, tumeko nayo verification, tunaangalia mwanalysis, tunajua tayari ili jambo linatekeleza. Hata kama tayari wewe umekuwa kwenye gogoro, umeficha hizo habari, lakini tutajua habari yenye ukweli. Na ili ukiwa unaungana na mimi kupitia Media Goma TV, kupitia Media Bukavu TV, tumekukaribisha katika habari zetu za asubuhi tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Itakuwa ni samedi, na watakia dimanche njema washabiki wa media. Asubuhi wanaamkia katika misa ya asubuhi, sabato ya asubuhi, tunatakia mapema. Wale tutakuwa na media muda wa saa 1 tunawakaribisha, wale tutakuwa na media saa 1 mpaka media saa 2. Ndani ya media tutakuwa na media Bukavu Goma TV muda wa saa 1, ndani ya media Bukavu TV tutakuwa muda wa saa 2. Kwa maana nakaribisha kwa wingi zaidi, tuwe pamoja katika mada zetu za asubuhi, tuende kupartage ili habari ziende kuwafikia mashabiki zangu. Nawapenda zaidi, Mungu awe pamoja na nyinyi. Mimi mwanahabari wenyu Nelson Reporter, asante sana, bye bye.